Katika hatua hii ya utafiti wetu wa mpangilio wa matukio kupitia Injili nne na maisha na huduma ya Yesu Kristo, Bwana sasa yuko wiki chache tu kabla ya kukamatwa na kusulubiwa, na anajua hili. Sasa siku chache zilizopita Bwana alimfufua Lazaro kwa muujiza kutoka kwa wafu, na hili lilitokea katika kijiji kiitwacho Bethania, upande wa mashariki wa mlima wa Mizeituni. Ni kama maili 2 tu kutoka Yerusalemu. Kufufuliwa kwa Lazaro, licha ya kuwa jambo la kushangaza sana, kuliwafanya viongozi wa Kiyahudi kuwa na msimamo mkali zaidi wa kutaka kumuua Yesu kila watakapopata nafasi. Kwa kweli, Injili ya Yohana inatuambia kwamba viongozi wa kidini, wakiwemo makuhani wakuu, walipanga pia kumuua Lazaro. Biblia inasema kwa sababu ya yeye, yaani Lazaro, Wayahudi wengi walikuwa wanaondoka na kumwamini Yesu. Hiyo ni Yohana sura ya 12 mistari ya 10 na 11. Yaani, fikiria hilo. Utafanya nini na ushahidi wa ufufuo wa Lazaro ambaye sasa unajua anatembea mtaani? Basi unajaribu kumuua ili asishuhudie kuhusu nguvu za Kristo. Hiyo inaonyesha ugumu wa moyo kiasi gani. Sasa viongozi wa kidini wanatarajia kuwaua wote wawili, Lazaro na Yesu. Lakini Yesu yuko katika udhibiti kamili wa hatima yake. Haijalishi viongozi wa kidini wanapanga nini, bado ana kazi ya kufanya. Na sehemu ya kazi hiyo ni kuendelea kuwafundisha wanafunzi wake 12. Kwa hiyo tukirudi kwenye Yohana sura ya 11 mstari wa 54, tunaambiwa kwamba baada ya kufufuka kwa Lazaro, Yesu hakutembea tena waziwazi miongoni mwa viongozi wa Wayahudi, bali alitoka hapo akaenda kwenye eneo karibu na jangwa katika mji uitwao Efraimu, na huko akakaa pamoja na wanafunzi wake. Sasa Efraimu ilikuwa takriban maili 14 kaskazini mwa Yerusalemu. Ilikuwa karibu na eneo la jangwa. Ilikuwa sehemu ya faraga kiasi cha kuwazuia umati wa watu wasimfuate angalau kwa muda mfupi. Sasa ukirudi kwenye Luka sura ya 17 hapa mstari wa 11 unasoma, katika safari yake kwenda Yerusalemu alikuwa akipita kati ya Samaria na Galilaya. Hivyo basi inaonekana baada ya muda mfupi wakiwa Efraimu, Yesu na wanafunzi wake sasa wanasafiri kwenda kaskazini kidogo zaidi. Sasa lengo kuu la safari yao ni Yerusalemu upande wa kusini. Hivyo inawezekana hapa kwamba Yesu alipanga kuungana na baadhi ya wafuasi wake, au labda kukutana na baadhi ya wanafamilia kutoka Galilaya ambao wangeanza safari yao ya kwenda Yerusalemu kwa ajili ya Pasaka. Sasa Luka anatueleza kwamba wanaingia kijijini na wanakutana na watu 10 wenye ukoma. Mstari wa 13 unatueleza wale wenye ukoma walikuwa wakipaza sauti wakisema, Yesu, Mwalimu, uturehemu. Lakini jibu la Yesu hapa linanivutia. Yeye hawaponyi mara moja. Kwa kweli anasema hapa kwenye mstari wa 14, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Sasa hiki ndicho mtu aliyekuwa amepona ukoma alitakiwa kufanya. Kuhani angechunguza mtu huyo ili kuthibitisha kwamba amepona na anaweza kurudi kwenye maisha ya kawaida na kuabudu. Sasa sikiliza hili, hawajapona bado. Yesu kimsingi anawaambia wachukue hatua ya imani na waanze kuelekea kwa kuhani wa eneo lao. Biblia inasema hapa kwenye mstari wa 14, na walipokuwa wakienda walitakaswa. Ni baada tu ya kuchukua hatua hii ya imani ndipo waliponywa. Sasa walikuwa wanateseka na nini hasa? Mwandishi mmoja alibainisha kwamba ukoma ulionekana katika aina 2 wakati wa Agano Jipya. Mmoja uliathiri mishipa ya fahamu na mwingine uliathiri ngozi. Inaonekana hapa ni ule wa pili ambao ndiyo aina ya ukoma inayozungumziwa mara nyingi zaidi katika Biblia. Sasa kila mara ukoma wa aina hii unapojitokeza, uvimbe huathiri uso, miguu na nyayo. Ngozi inakuwa kavu na yenye magamba. Vidonda hutokea na mara nyingi huenea na kusababisha ulemavu wa sura. Kwa hiyo pata picha hii hapa. Wanaume hawa wanaamini Yesu anaweza kuwaponya. Wote 10 wanaponywa wanapokuwa wanatembea kuelekea kwa kuhani wa kijiji.
Na wanapokuwa wanatembea, wanaanza kugundua kwamba miili yao inahisi tofauti. Labda waliondoa baadhi ya vitambaa vilivyofunika vidonda vya ngozi, na huenda waliona vidonda hivyo vikifutika. Wanaona na kuhisi kitu cha kimiujiza kinatokea kwao. Kwa hiyo unaweza kufikiria furaha yao hawa wenye ukoma wanapotupa vitambaa vyao vichafu na sasa bila maumivu kwenye viungo vyao vilivyokuwa vimevimba, wanaanza kuongeza mwendo. Wanaweza kutembea bila maumivu. Labda wanaanza kukimbia. Lakini sasa tunasoma hapa kwenye mstari wa 15, kisha mmoja wao alipoona amepona alirudi nyuma, akimsifu Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pa Yesu akimshukuru. Ni wazi mtu huyu alijua uzito wa hali yake. Alijua hakuwa na msaada wowote. Alitambua kwamba Yesu ndiye aliyemponya. Alitambua neema ya Bwana katika yote haya, kwamba Yesu hakuwa na lazima ya kufanya hivi. Na hakuweza kumpa Yesu chochote isipokuwa shukrani na sifa. Sasa Luka anaongeza dokezo hili muhimu hapa kwenye mstari wa 16. Alikuwa Msamaria. Hii inaashiria kwamba wale 9 wengine walikuwa Wayahudi. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 18, hakupatikana yeyote aliyerudi na kumpa Mungu sifa isipokuwa mgeni huyu. Neno la Kigiriki ambalo Yesu anatumia kwa ajili ya mgeni, lgens, kwa kawaida lilitumika kuelezea waabudu sanamu wapagani ambao hawakuweza kuingia katika eneo la hekalu ili kumwabudu Mungu kwa kweli, hata kama wangependa kufanya hivyo. Hivyo Yesu anaweka tofauti ya kejeli hapa kati ya huyu Msamaria mmoja mwenye shukrani na hawa wenye ukoma Wayahudi wasio na shukrani, na wote waliponywa, lakini ni Msamaria pekee ndiye aliyetoa aina yoyote ya kutambua, aina yoyote ya shukrani kwa kazi kuu ya Yesu. Hebu nikuulize kitu. Je, Mungu amekutendea jambo fulani? Basi kama wewe ni muumini, bila shaka amekutendea. Warumi 5:8 inasema, lakini Mungu anaonyesha upendo wake kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa bado wenye dhambi. Sisi ni waovu, tuna ugonjwa wa dhambi usiotibika, hatuna cha kumpa Mungu isipokuwa matambara na sura mbaya ya dhambi na hatia yetu. Basi ni lini mara ya mwisho ulimshukuru Mungu kwa kazi yake ya kutuponya tatizo letu la dhambi kwa neema yake tu? Na niambie, kama wewe ni mfuasi wa Mungu, unapaswa kufuata mfano wa Msamaria huyu na kuwa tofauti. Na niambie, kama unamshukuru Yesu sasa hivi, wewe ni tofauti. Kama unashukuru kwa kile ambacho Mungu anafanya katika maisha yako sasa hivi, wewe ni tofauti. Tunapaswa kutambua kwamba Mungu ametenda na kwamba Mungu anaendelea kutenda katika maisha yetu, na kwa hilo tunamdai shukrani zetu. Unajua, ukisoma simulizi hii, unafikia hitimisho kwamba huyu alikuwa mwenye ukoma mmoja aliyekuwa na makelele sana, aliyekuwa na sauti kubwa sana. Sasa hivi anapiga kelele kwa watu wa kijiji hiki kuhusu kile ambacho Mungu amemfanyia. Mungu ametenda katika maisha yake na hana mpango wa kukaa kimya kuhusu hilo. Wengine 9, naam, inaonekana hawajali kuhusu Yesu. Wao wamejikita tu kwenye uponyaji wao. Na lazima nikuambie, watu wengi, hata Wakristo, tunaweza kujiendesha kwa namna hiyo hiyo leo. Tunazingatia zaidi kile ambacho Mungu anatupa badala ya kumwangalia Mungu mwenyewe. Lakini huyu mwenye ukoma aliyepokea uponyaji ameelewa jambo hili. Anatambua kwamba kila kitu alicho nacho na atakachokuwa nacho ni kwa sababu ya Yesu kutenda kazi katika maisha yake, na kwa hiyo anamtukuza Mungu na kumshukuru. Hili linanikumbusha kile mtunga Zaburi alisema katika Zaburi 30 mistari ya 10 hadi 12. Sikia, e Bwana, unirehemu, e Bwana, uwe msaidizi wangu. Umenigeuzia maombolezo yangu kuwa kucheza. Umenivua nguo za magunia na kunivika furaha, ili utukufu wangu uimbe sifa zako na usinyamaze. E Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Hicho ndicho kinachotokea hapa. Kuna mtu mmoja anarudi kwa Yesu na kufanya jambo pekee analoweza kufanya kwa ibada.
Anapiga magoti mbele za Bwana na kumpa Mungu utukufu. Sasa tukifanana na mwenye ukoma huyu hapa, tutatambua kwamba Mungu ametenda kazi katika maisha yetu na kwamba Mungu anaendelea kufanya kazi katika maisha yetu, na tutamshukuru kwa yale anayofanya. Lakini nataka kuonyesha kanuni muhimu hapa. Sitaki kukosa hili hapa. Kuonyesha shukrani kwa baraka kunaweza kabisa kukupeleka kwenye baraka kubwa zaidi maishani. Na kwa mwenye ukoma huyu hapa ni baraka ambayo itadumu milele. Sikiliza hapa, mstari wa 19. Hiki ndicho Yesu anachomwambia mtu huyu anaporudi na kuanguka miguuni pake kumsifu Mungu. Yesu anasema, simama uende zako. Imani yako imekuponya. Ikitafsiriwa moja kwa moja, imani yako imekuokoa. Tazama, kutokana na shukrani kwa kile Yesu alichomfanyia kimwili, yule mtu aliyepokea uponyaji anarudi kumshukuru Yesu na kumsifu Mungu na kugundua kwamba Yesu ana uwezo wa kumponya kiroho pia. Yesu anathibitisha imani na shukrani ya mtu huyu kwa kumwambia, kwa hakika sasa umeokolewa milele. Hili linazidi sana uponyaji wa kimwili. Mtu huyu sasa ameponywa kiroho kwa umilele wote. Basi hadi safari yetu ya hekima itakapofuata, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.